Amen. Mwana wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine Roho Mtakatifu ametupa kibali cha wewe pamoja na mimi kukutana madhabahuni katika ibada ya anza siku madhabahuni na Bwana. Na Mungu wetu ni mwema sana. Tunamshukuru yeye atupaye ushindi na kutupatia mapambazuko haya ya asubuhi. Siku ya leo Bwana analo neno kwenye maisha yetu tarehe ya leo, na tunalisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wake wa 32. Neno la Mungu linasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Naomba kabisa nirudie mstari huu. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Moja ya vitu ambavyo ninataka kwamba siku ya leo uweze kuvipokea ambavyo imempendeza Mungu ili kwamba tuweze kuvisikiliza ni kwamba kuumizwa, kukwazwa, kudhulumiwa, lakini pia kujeruhiwa katika nyanja mbalimbali ni mambo ambayo utapishana nayo katika maisha. Lakini sisi kama wana wa Mungu, sisi kama waenda mbinguni, sisi kama wachaji wa Mungu, sisi kama watoto waliozaliwa na Mungu, kusamehe pia ni sehemu ya maisha yetu. Ni sehemu ya maisha yetu. Hatuwezi kuponyeka ama kuendelea mbele, lakini pia kupata kibali kwa Mungu kama hatuwezi kuachilia na kusamehe. Asubuhi hii ya leo Roho Mtakatifu anazungumza na mtu mmoja ambaye umeshikilia moyo wa uchungu, unao moyo wa kisasi, unao moyo mwenye kujawa na hasira. Chuki imekutawala ambayo haikuwemo ndani yako, kwa sababu uliumizwa tu, kwa sababu ulikwazwa, kwa sababu ulidhulumiwa, kwa sababu ulijeruhiwa, iwe ni kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye biashara. Kuna wengine kabisa ulikuwa kwenye mahusiano, lakini huyo kijana akaenda kumwoa binti mwingine, akaenda kuolewa na kijana mwingine, ama umetapeliwa pesa na mtu dalali, mtu yeyote, kwenye biashara, kwenye kampuni, kwenye ndoa, mume amekuacha akaenda na mchepuko. Pesa zako labda zimechukuliwa na mtu, umemkopesha mtu lakini ameshindwa kukurudishia. Mtu amekwambia tufanye biashara lakini akakutapeli. Mambo ya familia, viwanja na vitu vingine, madeni na mambo mengine. Moyo wako umekuwa na uchungu kiasi kwamba mpaka umebadilika. Moyo wako umekuwa wa hasira, umekuwa mtu mnyonge sana, umekuwa wenye kuwachukia hata watoto wako, hata ndugu zako. Umekuwa na hasira na mtu ambaye umekataa kumsamehe. Sikiliza nikwambie, Yesu anatuambia kwamba tusamehe watu hata kama wajaomba msamaha. Nikukumbushe jambo lingine, ya kwamba kisasi sio cha kwako, kisasi ni cha Bwana. Wewe hutakiwi kuingilia hayo. Kisasi ni cha Bwana, mwachie Mungu. Kusamehe ni moja ya jukumu lililo mabegani mwako wewe kusamehe. Hata kama ni wewe ndiye uliyekosewa, unatakiwa kusamehe. Hata kama mtu haja kuomba msamaha, unatakiwa kusamehe. Hapana kuruhusu hisia, hapana kuruhusu adui kucheza na maisha yako. Kutokusamehe ni kujifungia malango ya mipenyo. Kutokusamehe ni kuchelewesha baraka zako.
Kutokusamehe ni kutokutembea katika kibali cha Mungu. Kutokusamehe ni kutokuenda mbele. Kutokusamehe ni kujifungia jiwe shingoni na kujitupa baharini mwenyewe. Kubali kuachilia leo. Amua kusamehe leo. Hii ni nyenzo kubwa sana ya mafanikio ya kiroho ya muamini yeyote yule. Hii ni nyenzo kubwa sana ya mafanikio yako. Unapokataa kusamehe, zipo dalili zinazoonyesha, yapo mambo yanayoonyesha kabisa kwamba huyu mtu amesamehe ama hajasamehe. Vipo vyanzo vinavyosababisha maumivu, lakini pia vyanzo hivyo inapofika kwenye hatua ya kusamehe, mtu wa Mungu, kubali kuachilia bila masharti. Mambo ambayo hutakiwi kuvuka nayo mwaka, hutakiwi kuendelea nayo katika mwezi huu, ni kuhakikisha kwamba unawasamehe watu wote waliokukosea, hata kama hawajaomba msamaha. Kutokusamehe ni kutokusamehewa. Kutokusamehe ni kujiwekea mipaka ambayo hujawekewa na Mungu. Kutokusamehe ni kujiletea magonjwa ya tumboni na vidonda vya tumboni. Kutokusamehe ni kujiambia kwamba sihitaji mafanikio. Leo hii mbingu zimenituma wewe ambaye unanisikia kwamba fanya maamuzi leo na usamehe huyo mtu ambaye umemshikilia moyoni mwako kwa miaka, kwa siku, kwa miezi. Yawezekana ni mume wako, yawezekana ni ndugu, ni mke wako pia, yawezekana ni watoto, yawezekana ni ndugu wa familia, yawezekana ni rafiki, yawezekana ni partners kwenye biashara, kwenye kampuni, yawezekana ni jirani yako, yawezekana ni mwenza wako, yawezekana hata ni maisha yako wewe mwenyewe. Umekataa kujihurumia kwa sababu kuna eneo ambalo umefeli, kuna jambo ambalo lilitokea siku za nyuma, mpaka umeshindwa kumove on, mpaka umeshindwa kuyashika maisha yako kwa namna ambavyo inavyotakiwa, na umejikuta kwamba unashindwa kuendelea mbele kwa sababu ya tukio ambalo uliwahi kulisababisha huko nyuma. Sikiliza nikuambie ya kwamba Mungu anapotusamehe sisi hakumbuki tena zile dhambi zetu. Kubali kujisamehe, kubali kujihurumia na kusonga mbele. Huwezi ukabadilisha jana yako, lakini leo yako inaweza ikaamua na ukaibadilisha kesho yako. You can never go back and change your past. Huwezi ukarudi nyuma na kubadilisha yale mambo, lakini tokea hapa ulipo unaweza ukabadilisha kesho yako. Mambo uliyoyafanya nyuma yasisababishe wewe kutokuona na kupata mafanikio yaliyo mbele yako. Endelea kutenda wema, endelea kung'ang'ana na Mungu, endelea kujiboresha kwenye tabia, kwenye akili zako, kwenye eneo lolote, endelea kujiboresha. Kumbuka, watu siku zote wakitaka kukuumiza watakukumbusha matukio ya nyuma, lakini maisha yetu hayaamui na yale tuliyoyafanya nyuma. Your life is not determined of what you have done in the past. Maisha yako hayaamuliwi na yale uliyoyatenda miaka, siku za nyuma. Maisha yako yanaamuliwa na maamuzi utakayoyafanya leo, ili kesho yako iweze kuwa yenye mabadiliko, yenye mafanikio, yenye furaha, yenye amani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka siku zote wanadamu, ukifanya mabaya, ukifanya kosa, hawawezi wakasahau, lakini ukifanya jema ni wepesi sana kusahau. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ngangana na Yesu, boresha mahusiano yako na Yesu Kristo. Siku ya leo mtumishi wa Mungu Mwalimu Joseph Lwamwe
mbingu zimemtuma aje akuletee ujumbe huu kwamba usivuke mwaka na moyo wa kutokusamehe, usivuke mwaka na uchungu wa moyo, usivuke mwaka na kutokuwasamehe wote uliowakosea. Mafanikio yako yanategemea pia eneo hilo. Mafanikio yako yana mahusiano na kusamehe kwako. Mungu akubariki sana, na Yesu aweze ushauri wa kiroho. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 27786243718. Unaweza ukawasiliana nasi kwa namba hizi ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, counseling, unaweza ukawasiliana nasi. Na upo mwingine ambaye unahitaji maombezi, wasiliana nasi. Na hii ni huduma ya maarifa na maombi kwa njia hii ya mtandao, kufikia kila umoja popote pale alipo duniani, ili kuyasikia yale ambayo Roho Mtakatifu anataka kuyasikia sisi ambao tuliopendwa na Bwana. Mungu akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu uliye hai, asante kwa siku hii ya kipekee ambayo umetuletea taarifa njema na taarifa za kuturekebisha ili kuzipokea baraka zako. Asante kwa maana mtu mmoja anapendelewa siku ya leo. Asante kwa maana mwanao huyu umempenda sana na umemletea ujumbe wa wakati ulioamriwa. Katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, ninamuombea neema na kibali mbele za uso wako kwa jina la Kristo Mwokozi Mungu aliye hai. Ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu ukakae juu yake na ndani yake na kumsaidia kwa eneo la maamuzi la kuwasamehe wengine, maana neno lako linasema tuwasamehe watu makosa yao kama vile na wewe Mungu unavyotusamehe makosa yetu. Katika damu ya Yesu Kristo ukamwoshe mwanao huyu na kumsamehe na kumpa moyo wa kusamehe katika jina la Yesu. Neno lako linasema tuwasamehe watu 7 mara 70. Mungu mwenye neema na mwenye rehema, tunakusihi wewe tuondolee moyo wa kisasi, bali tunakiacha kwako. Muondolee mwanao huyu moyo wa kisasi, bali akiweke kwako wewe Mungu unayefahamu yote na kujua yote. Ni katika jina la Yesu. Imeandikwa kisasi sio chetu bali ni cha Bwana. Mungu mwenye rehema, na muombea mwanao huyu ukamsaidia na kumtengeneza kwa siku ya leo. Neema yako, kila kinachozuia baraka zake, kila kinachozuia mafanikio yake kwenye eneo la kusamehe, Bwana ukampe wepesi na kumondolea uzito wa kutokusamehe. Ni katika uweza wa jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu ukamsaidia mwanao huyu na kumtengeneza kwa namna ya kipekee sana. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Siku ya leo ni siku ya badiliko. Siku ya leo ikawe siku ya mafanikio, ikawe siku yenye taarifa njema, ikawe siku yenye miujiza, yenye kumwona Bwana katika kona na katika nyanja zote, katika jina la Yesu Kristo. Maisha ya mwanao huyu Bwana yakabadilike kwa wema kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yake yakabadilike, ukaboreshe akili zake na ufahamu wake. Ni katika jina la Yesu. Natamka juu yako ya kwamba Bwana akakupandishe viwango vingine, Bwana akaitengeneze kesho yako iliyong'aa, Bwana akakusaidie kuliona lile lililo la maana tena kubwa sana ambalo ameliweka ndani. Wewe sio mtu ambaye mbingu zinamtazamia poa tu wa kawaida, bali mbingu zimekuamini mpaka zikawekeza ndani yako ili kuja duniani na kufanya kazi maalumu. Kwa jina la Yesu, enenda na kutimiza wajibu ambazo mbingu zimekupa. Enenda na ukatimize makusudi ya serikali ya mbinguni. Enenda na ukatende mambo makubwa. Enenda na ukatende exploit. Enenda na ukamudhirishe Mungu kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye huduma yako, kwenye familia yako, kwenye eneo lolote la maisha yako. Ni katika jina la Yesu Kristo ninakubariki kwa jina la Bwana aliye hai. Mungu akakubariki utokapo na uingiapo. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Fanya maamuzi dakika hii na Mungu akubariki sana. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Mungu anakupenda zaidi. Hakikisha unawatumia wengine wote walio karibu na wewe ujumbe huu. Mungu ametupa kibali ili kwamba tupokee maarifa haya. Ubarikiwe na Bwana. Shalom.